Sakata la mgogoro wa ardhi kiwanja namba 1840 Block C eneo la Mbogamboga Busweru, manispaa ya Ilemela mkoani Mwanza, kati ya mmiliki wa eneo hilo na halmashauri limeibua sura mpya baada ya kuibuka utata wa sahihi mbili tofauti za mkurugenzi wa manispaa hiyo Umi Wayayu. Tofauti hiyo imebainika katika malalamiko ya Mathias Lubango Zezema, mmiliki wa eneo hilo, kudai kuzalishiwa kiwanja kwa lazima ndani ya kiwanja chake baada ya kubomolewa nyumba yake na kisha kunyang'anywa kiwanja chake na kugawiwa mtu mwingine bila kushirikishwa. Kiwanja hichi hatukutangaziwa wala huyu hakuambiwa, hata sisi tungemkopa hela akanunua yeye, hatukutangaziwa. Ilishia huko juu halmashauri, tunashtuka mtu anakuja anafanya kazi zake. Na bwana Mathias Lubango tukampa barua kwamba ana haki iwapo anahitaji lile eneo kuliomba kwa utaratibu ambao serikali imeweka, na kimsingi barua hiyo aliipokea. Kwa kweli kuhusu hili eneo la hapa mbele hatukushirikishwa lolote lile, na kuhusu fidia hapa hatujapewa fidia na walikuja wakatubomolea. Sahihi ya mkurugenzi wa manispaa Ilemela kwenye tangazo la uuzaji wa viwanja kwa matumizi ya makazi na biashara la Juni 20, 2025 ni tofauti na ile inayoonekana kwenye barua ya ilani ya siku 14 ya Mei 17 mwaka 2024 inayomtaka Mathias Lubango kuondoa maendelezo aliyoyajenga katika kiwanja hicho chenye matumizi ya ofisi ya serikali ya mtaa wa Busweru A wilayani humo. Notice ya mwaka 2024 ambayo ilisainiwa na mkurugenzi na tangazo la uuzaji wa viwanja zote ni sahihi halali za mkurugenzi. Sakata jingine linaloibua maswali kutoka kwa wananchi ni kiwanja hicho kudaiwa kuwa na ramani 3 tofauti za mipango miji. Ramani ya kwanza ikiwa ni ya mwaka 2015 ikifuatiwa na ya mwaka 2023 na kisha ya mwaka 2024. Ramani hizi zinazidi kuchagiza utata na sintofahamu nyingine kwenye mgogoro huo. Kamishna wa ardhi msaidizi mkoa wa Mwanza Wilson Ruge akizungumza na waandishi wa habari kuhusiana na mgogoro huo anasema kutokana na mipango yao wakaona isingefaa kuwa pale hiyo ofisi ya mtaa. Wao walikuwa na mpango wa kuitafutia sehemu nyingine pale, kwa sababu kama ninavyosema alikueleza mkurugenzi, wakaona kwamba kwa namna jinsi eneo lilivyoiva kibiashara ni bora kukatengenezwa kiwanja cha biashara, lakini ofisi itatafutwa nyingine na kuweza kupewa nyingine ili kuweza kuhudumiwa. Sara Ngwani ni mstahiki meya wa manispaa ya Ilemela na pia diwani wa kata ya Busweru. Aliyeomba ndio aliyepewa. Sasa hizi kelele ambazo zinatolewa kila siku za kuomba msaada kwa Mheshimiwa Rais, mimi naomba tu nitoe rai, wasimsumbue Mheshimiwa Rais. Sisi tupo wawakilishi wake huku chini. Baadhi ya wakazi wa eneo la Mbogamboga Busweru bado wanaendelea kuanikiza kilio chao kwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, wakimuomba aingilie kati mgogoro huo ili haki ya Mathias Lubango maarufu Mzee Kipara iweze kupatikana. Sasa ajabu tunachoweza kukiona kwamba huyu bwana amepata wapi nguvu na ujasiri wa kuja kujenga kitu kama hiki. 99% hii rushwa hapa imeshatumika, kwa sababu hapa hakuna kiwanja. Kama ni kiwanja cha bi mkubwa hapa, ambacho kiwanja ni cha asili na kina historia. Sasa huyu bwana imekuwaje muda mfupi amepata nguvu ya kujenga kitu kama hiki, na serikali inaangalia na kumpa ruhusa na idhini ya kufanya nini, ya kujenga kitu kama hiki. Madai yangu sana wazilipe nyumba zangu walizozivuruga, ndio ninachotaka. Wakitakapo nilipa fidia nyumba zangu, yani mimi nitashukuru sana. Mgogoro huo uliibuka baada ya mmiliki wa kiwanja hicho Mathias Lubango kudai kunyang'anywa eneo lake na halmashauri ya manispaa ya Ilemela na kisha kugawiwa mtu mwingine pasi na kushirikishwa, licha ya kuwa mmiliki wa kiwanja hicho tangu mwaka 2003 alipokinunua kama shamba la kulima kutoka kwa mwenyeji wake Makoe Msherera. Crown Media. Hapa ni nyumbani.